Karibuni ndugu watazamaji, niliopo hapa mbele yenu ni daktari wenu Dr. Chikaramoto. Siku ya leo tunaendelea na mada zetu na vipindi vyetu mbalimbali ambavyo nawaleteeni hapa katika TV yetu ya Dr. Chikaramoto. Kila wakati nimekuwa nikiwaletea elimu mbalimbali ambazo kwa ajili ya kututoa kwenye changamoto tunazozipitia katika ulimwengu huu au katika hii dunia hii. Siku ya leo ningependa niwaletee mada au elimu inayohusiana na nyota. Nini maana au nini mahusiano, yani nini mahusiano ya nyota na binadamu? Nini mahusiano ya nyota au ni kwa nini kuna mahusiano kati ya binadamu na nyota au kati ya mafanikio ya mwanadamu na nyota? Sijui mtakuwa mmenielewa vizuri. Kuna mahusiano gani kati ya maisha ya mwanadamu na nyota? Labda niweke hivyo, tunaweza tukaelewana vizuri. Ndugu zanguni, kuna watu wengi sana wanaokuwa wanapuzia hiki kitu ninachokizungumzia siku ya leo. Wamekuwa wakikipuzia, wakikidharau, lakini mara nyingi unakuta wanaingia kwenye changamoto za aina mbalimbali, wasijue ni kwa sababu gani wapo katika hizo changamoto. Hakuna mwanadamu aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu ambaye atakwepa hili ninalolizungumza au hili darasa ninalowapa. Hata ukiwa mjuaji, ukiwa jeuri, lakini hili linakuhusu, kwa sababu hivi ni vitu ambavyo viko moja kwa moja na mahusiano na uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Sasa inakuwaje kuna mahusiano kati ya maisha ya mwanadamu na nyota? Labda katika vipindi vyangu mbalimbali nilishawapa elimu mbalimbali za kuhusu nyota. Nafikiri wengi ambao ni wafuatiliaji wa vipindi vya Dr. Chikaramoto, nitakapokuwa naongea hili mnaweza mkanielewa kwa uzuri zaidi, kwa sababu mtakuwa mmefuatilia vipindi vya nyuma vinavyohusiana na nyota. Nyota ni muhimu sana katika mahusiano ya mwanadamu na nyota. Kwa sababu gani? Hakuna mwanadamu ambaye alizaliwa siku isiyokuwa na saa, muda usiokuwa na saa katika juma ya siku saba. Kuna Jumatatu, kuna siku saba katika juma moja, ambao kuna Jumatatu, kuna Jumanne, kuna Jumatano, kuna Alhamisi, kuna Ijumaa, kuna Jumamosi na kuna Jumapili. Katika hizi siku saba lazima katika mwanadamu yoyote, ndani ya hizi siku saba kuna siku ambayo kuna mtu alizaliwa katika ndani ya hizi siku saba. So, ndani ya hizi siku saba kila siku ina nyota yake. Kila siku ina nyota yake na kila siku ina malaika wake, utawala wa malaika wake kila siku na kila saa. Ina maana ninachotaka kuzungumza ni nini? Katika mwezi kuna siku ya kwanza mpaka siku ya 30. Katika hizi tarehe mtu alizozaliwa, ambao ni kuanzia tarehe 1 mpaka hizi siku 30, hizi zinaungana moja kwa moja na nyota. Yaani kila tarehe na kila siku ina malaika wake anayetawala katika ile siku, na kila siku ni siku iliyoumbwa na Mwenyezi Mungu. Katika hizo siku saba ni siku ambazo Mwenyezi Mungu alifanya uumbaji wake. Sasa basi, sisi wanadamu tunakuja kuhusiana vipi na nyota? Wewe kama ulizaliwa siku ya Jumatatu, ina maana kuna nyota inayotawala siku ya Jumatatu, kuna nyota inayotawala siku ya tarehe ile uliozaliwa, na kuna nyota inayotawala siku ya mwezi ule uliozaliwa. Vile vile kuna malaika wanaotawala
katika siku ile, katika mwezi ule, katika tarehe ile. Sasa inakuwaje mtu mambo yake yanakuwa sisi, ukija kwa mtaalamu unaambiwa kwamba nyota yako haiko vizuri, nyota yako imechafuka? Ni kwa sababu hizi tarehe ambazo wewe uliozaliwa, au hizi tarehe ambazo wewe malaika wako wanatawala, ni siku ambazo wewe unakuwa unapishana nazo, au mambo yako unapokuwa unayafanya hayaendani na wakati ule ambao unatakiwa uendane nao, katika tarehe, katika siku, katika mwezi ya wewe uliozaliwa. Hii mada inaweza kuwa nataka utulivu sana kuielewa, kwa sababu unaielezea kitaalamu. Unaweza ukaja kwangu nikakuangalia nikakwambia bwana, nyota yako imeshuka au nyota yako imechafuka. Mtu unashindwa kuelewa kwa nini nyota yangu ina mahusiano gani na kuchafuka na mambo yangu ya biashara. Ina maana wewe unapokuwa unafanya biashara zako hizo, unapokuwa unahangaika katika hizo biashara zako, ina maana kwamba zinaendana na siku, zinaendana na mwezi, zinaendana na tarehe, na zinaendana na malaika. Sasa kama biashara zako ambazo wewe unazifanya haulengi zile tarehe ambazo ni tarehe maalum, ni tarehe mahususi ambazo zinahitajika kutawala katika nyota yako, ndio maana mtu unakuta unapishana na kitu kinachoitwa riziki, kwa sababu riziki zako zinatakiwa ziendane na nyota yako, jinsi mzunguko wa nyota yako, mzunguko wa wale malaika zako, mzunguko wa siku wa siku ambao nyota yako inatawala. Yaani kama nyota yako inatawala katika mzunguko ambao vinakutana moja kwa moja na katika mihangaiko yako, utakuta mambo yako wewe kila unavyofanya yanaenda vizuri. Lakini katika mambo yako unayafanya yanakuwa yanapishana na mzunguko wa tarehe yako, na mzunguko wa malaika wako, tawala za malaika wako, na mzunguko wa zile siku za mafanikio yako, kwa sababu siku za mafanikio yako au mafanikio yako wewe yanaendana na mzunguko na tawala za nyota yako. Lakini zile nyota zako kama unapishana nazo, yani wewe unakwenda mbele, nyota yako inarudi nyuma. Kwa unakuta kwamba jinsi mambo yako yanavyokuwa yanakwenda, ina maana mambo yako badala ya kwenda mbele yanakuwa yanarudi nyuma, kwa sababu vinakuwa vina mpishano na mihangaiko yako. Kwa unakuta kila unachokuwa unakitafuta wewe na kila unachokifanya wewe unakuta hakiendi sawa, kwa sababu hauendi sambamba au mzunguko wa riziki zako, mzunguko wa kipato chako haviendani pamoja na mzunguko wa ile nyota yako, ambao mzunguko wa nyota yako una mahusiano ya moja kwa moja ya tarehe ya kuzaliwa wewe, tarehe, mwezi wa kuzaliwa wewe, na tawala za malaika wako ambao wanaokuzunguka, kwa sababu siku ile ambapo wewe unapokuwa unazaliwa. Na ndio maana mimi napokuwa mtu anapokuja kutaka kujua nyota yake ni ipi, nawaambiaga watu wengi kwamba nyota ambayo haidanganyi na nyota ambayo huwa haiongopi ni nyota ile ambayo tunatazama, ambayo mtu anaitazama kwa kuangalia tarehe aliyozaliwa na mwezi aliyozaliwa, kwa sababu vile vitu havibadiliki hasilani. Lakini wengi wanapenda kuangalia kwa kutumia majina. Sasa wewe leo unaweza ukaitwa Abdalla, kesho ukabadili dini ukaitwa John, au unaweza ukawa unaitwa John kesho ukasilimu ukaitwa Abdalla. Unaweza ukaitwa Mariam kesho ukaitwa Maria. Kwa hiyo ni majina yanaweza yakabadilika muda wowote, lakini tarehe za kuzaliwa na mwezi wa kuzaliwa, kama ulizaliwa tarehe 1 mwezi wa kwanza, hiyo haiwezi ikabadilika hasilani haiwezi ikabadilika, itabaki hivyo hivyo. Kwa hiyo ili upate usahihi wa nyota yako,
ni lazima uangalie tarehe ya kuzaliwa na mwezi, ndio vitakupa uhalisia kamili. Kuna watu wengine wanakutana na changamoto, nakutaga maswali ya watu wengi wanasema, mwalimu au shehe, mimi nitajuaje nyota yangu? Sielewi, sikumbuki tarehe ya kuzaliwa, sikumbuki mwezi wa kuzaliwa, kutokana na kwamba wazazi wangu hawakunieleza, au sikukuta vyeti vya kuzaliwa, au hawakujua, hawakuwa na kumbukumbu kwamba nilizaliwa muda gani. Sasa hapo ndipo utaalamu au utaalamu unapaswa uingie kiundani, kwa sababu tunaweza tukajua tena nyota yako au siku ya kuzaliwa au mwezi wa kuzaliwa kwa kutumia nini? Unaweza kuzaliwa kutumia sasa nyota ya mama yako au jina la mama yako. Jina la mama yako na ile jina la mama yako, kwa sababu tunatumia jina la mama sana, au tunatumia nyota ya mama yako kujua wewe nyota yako ni ipi. Ni kwa sababu unajua baba mara nyingi anaweza kibinadamu ukaambiwa mtoto huyu ni wako, lakini ukalea yule mtoto kiasili ni wa mama, kwa sababu mama ndio anayejua uhalali wa yule mtoto. Baba unaweza tu ukaambiwa huyu ni mtoto wako na ukakubali kwamba huyu ni mtoto wangu, na ukabaki kwa mtoto wako na ukalea, na mpaka unaondoka katika hii dunia ukawa unaamini fulani ni mtoto wangu, lakini mama ndio akawa ndio mwenye kujua siri. Na kwa sababu mama ndio anamweka tumboni yule mtoto mpaka anakuja kumzaa, kwa hiyo ile nyota yake nyota ya mama kiasili ndio inaweza kutupa tafsiri kamili ya kujua nyota yako wewe ni ipi. Endapo huwezi ukawa umesahau tarehe ya kuzaliwa, umesahau mwezi uliozaliwa, hicho tunaweza kutufahamisha kutumia mama. Sasa hiyo inatakiwa ni utaalamu zaidi wa kujua kwa undani. Sisemi kwamba kwa kutumia majina unaweza usitambue nyota yako, unaweza ukatambua, lakini 100% kwa kutumia tarehe na mwezi inatupa usahihi wa moja kwa moja, na hata unapomtibia mtu unaweza ukafanikiwa tiba yako kirahisi sana, kwa sababu umetumia kitu ambacho hakina mambo mengi wala hakikusumbui. Unajua tatizo la mtu na unampa tiba iliyokuwa sahihi kuliko kutumia jina la mtu. Kwa hiyo ndugu zanguni, ninataka vile vile mkae mlielewe hilo. Kwa hiyo nyota na mahusiano yako wewe na biashara yako. Kwa nini mahusiano yako inahusiana vipi na wewe kuvurugikiwa biashara? Ndio nimeshawaeleza hapo kwamba ni mzunguko wa nyota yako. Unaweza kuwa unapishana, wewe unaenda mbele, nyota yako inabaki nyuma, kwa sababu wewe unatakiwa nyota yako na wewe biashara zako muende sambamba. Alafu kitu kingine, katika nyota yako unaweza kuwa nyota yako hiyo imekuwa ni siku ambayo ndio inayoangukia zohari kubwa sana, yani inayotawala na mazohari makubwa sana, yani majini wabaya na siku hiyo nyota yako ikawa ni nyota ambayo siku ambapo wewe inatawala ndio siku ambako unakuta kwamba wewe ndio siku kunakokuwa kuna watu yani kuna mzunguko wa uadui mkubwa sana. Yani ni siku ambayo inatakiwa itawale nyota yako, ikuinue kwenye mambo yako, na ndipo uadui mkubwa sana, yani kwa kauli rahisi uchawi, yani ushiriki kubwa inakuwa inaangukia nayo siku hiyo, ambapo watu wanakuwa ndio wanakuumiza. Yani ndio siku ambayo watu wameitengeneza kwa ajili ya kukuumiza, kwa sababu watu wanaloga, na wanapologa anajua ili akufunge wewe, ili akuumize, anakuwa anachimbua nyota yako wewe. Je, inakunufaisha lini na wakati gani, na nyota yako ina mzunguko gani? Kwa anakupiga siku ile ambapo ni mzunguko wa nyota yako, au anatumia mzunguko wako, ni nyota yako inang'aa wakati gani, au anaipishanisha nyota inabaki nyuma, wewe unakuwa mbele, au wewe unakuwa mbele unakuwa nyuma, nyota inakuwa mbele. Kwa unakuta mambo yako yanakuwa ni yenye kukwama, ni mambo ambayo hayaendi jinsi unavyotaka. Kwa hiyo mahusiano yako wewe na nyota yanakuwa yanaharibika, kwa sababu inatakiwa wewe jinsi nyota yako jinsi inavyozunguka, na ndivyo mzunguko wako wa biashara unavyokuwa. Kwa utakuta kila unalolifanya linafanikiwa, biashara yako itakuwa inakuwa vizuri, jambo lako kila utakalokuwa unafanya linakwenda vizuri. Mtu utakapokuwa unaahidiwa jambo lako itakuwa, kwa sababu ahadi zako
zinakutana na mzunguko wa nyota yako. Kwa hiyo zile nyota yako inakuwa ina nguvu ya kupushi lile jambo linakwenda vizuri. Kwa hiyo unakuwa ukutani na zohari, yani kwa urahisi zaidi kwamba yani mwanga, kwa sababu katika maisha yako au katika biashara zako lazima kuwe kuna mwanga, lazima kuwe kuna nuru. Kwa hiyo ile tarehe yako ya kuzaliwa na mwezi ni kitu ambacho vinakutana na ile nuru. Kwa hiyo unakuta kwamba mambo unayokuwa unayafanya ni mambo ambayo unakuta kwamba yanakusaidia wewe kwenye kufanya mambo yako mengi. Kwa hiyo unakuta kila unachokifanya kinakuwa kinaenda kwa ajili ya kukusaidia wewe katika mambo yako. Kwa hiyo unakuta hivi vitu vinakuwa vinaenda pamoja. Kwa hiyo cha muhimu ni wewe unachotakiwa ukiangalia, na cha muhimu unachotakiwa ukifanye ni kwamba je, nyota yako vinaenda sawa na mzunguko wa biashara zako? Yaani nyota yako vinakwenda sawa na mzunguko. Kama nyota yako vinakwenda sawa na mzunguko wa biashara yako, ina maana mambo yako unayokuwa unayafanya, ina maana yatakuwa yanakwenda vizuri, ina maana kutakuwa hakuna zohari zozote ambazo zitakuwa zinaingiliana na hayo mambo yako. Kwa hiyo ndugu zangu, ni mtanisame kidogo kwa sababu watu wanapiga kwa ajili ya kutaka kupata huduma, na mimi niko kwenye vipindi. Kwa hiyo isiwakwaze sana hizo sauti. Kwa kikubwa tu tuelewane jambo gani tunalokuwa tunazungumza. Kwa hiyo ndugu zanguni, ninachotakiwa kukielewa kwamba jitahidi mzunguko wa nyota yako viendane na biashara zako. Kwa kama utakuta kwamba mambo yako yanakwama, mambo yako yanaenda vibaya, ahadi zako hazitimiliki, kila unalokifanya haliendi, ujue kwamba nyota yako na biashara zako au na kile kitu unachokifanya au na kazi unayoifanya haviendi sambamba, yani vinapishana. Kwa hiyo ili viende sambamba, inatakiwa kuweza kuunganisha mzunguko, yani siku ambapo wewe unakuwa ni mzunguko wa biashara yako viendane na mzunguko wa nyota zako. Mwanga, yani vitakapokuwa vinakwenda, na maana mwanga ule unakuwa unaonyesha. Kwa hiyo wewe unakuwa unaonekana unavutiwa, biashara yako inavutia, kwa sababu kunakuwa zohari hakuna, na kunakuwa majini wabaya hakuna. Vitu vibaya vinakuwa havizunguki kwenye biashara yako. Kwa hiyo vinakuwa wewe umeunganisha mzunguko wa biashara yako pamoja na nyota yako. Kwa hiyo utakuta kwamba hakuna linalokuwa linakwama. Kwa hiyo ndugu zangu, siku ya leo nitaka nikueleze hilo jambo kwa uchache, kwa udogo sana, kwamba ni nini mahusiano ya biashara yako na nyota. Unapoenda kwa mtaalamu anakuambia nyota ya biashara yako haiendi kutokana na nyota yako haiendi vizuri, inamaanisha kwamba mzunguko wa nyota yako unaenda tofauti na mzunguko na biashara zako, yani vinaachana. Kwa hiyo vinatakiwa viende sambamba, ili mwanga uwepo kwenye biashara zako, nuru iwepo kwenye biashara zako, ili unapokuwa unafanya jambo lako liwe linafanikiwa na lisiwe na vimkwamo, ili wewe. Na ndio maana hata kwenye mahusiano nyota zikiendana, nyota zikiwa zinaoana, utakuta kuna mapenzi bora, kuna mapenzi mazuri, kuna mahusiano mazuri, mnasikilizana, hakuna magomvi, hakuna chochote. Kwa hivi vitu ni vitu muhimu sana kuviunganisha, ili nyota ziwe sambamba pamoja na kile kitu ambacho kinakuzunguka kwenye maisha yako. Nafikiri ndugu zanguni, kwa siku ya leo ninaomba tuishie hapa. Siku nyingine tuendelee kufuatilia vipindi hivi vya Dr. Chikaramoto. Kama unataka kuuliza maswali, kupata tiba kutoka kwa Dr. Chikaramoto, usisite. Hiyo namba iliyopo hapo, ambayo ni namba 0784994048, ipo WhatsApp. Kwa kama uko nje, unaweza kunipigia kwa kutumia WhatsApp, nikakupa ufafanuzi au nikakuelekeza ni jinsi gani ya kuiunganisha hiyo nyota yako pamoja na hiyo biashara yako, ili kusiwe na mikwamo, au kuunganisha hayo mapenzi yako pamoja na nyota yako, ili kusiwe kuna magomvi, kuwe kuna maelewano, upatano na kushiriki wa pamoja pasina kutengana. Hivi vyote vinawezekana kwa Dr. Chikaramoto. Utakapowasiliana naye atakuelekeza ni jinsi gani ya kuunganisha, na vile vile kujua nyota yako ni ipi, na vile vile kujua wewe umezaliwa tarehe gani na mwezi gani, na vile vile kujua kwamba mahusiano yako wewe yanatakiwa yafanyike na mtu mwenye nyota ya namna gani. Kwa sababu haya mahusiano usiunganishe nyota, utakuta mnagombana, kumbe nyota zile zinakuwa zinapishana, zina ugomvi. Kwa unakuta kwamba hakuna kinachokuwa kinakwenda kwenye maisha yenu. Karibuni sana na asanteni kwa kunisikiliza, na endeleeni kufuatilia vipindi vyetu hivi. Kwa mara nyingine,
utakupata madarasa mengine mbalimbali ili usiyakose. Endelea kusubscribe chaneli yetu, utapata madarasa aina mbalimbali. Karibuni sana.